Kwa majina naitwa Rwekaza Rugoshora, ni afisa elimu na mawasiliano TRA Kagera. Ndugu wananchi walipa kodi wa mkoa wa Kagera, ninaomba kutoa wito wa mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kagera kwamba kwa sasa tupo katika kipindi cha awamu ya pili ya ulipaji wa kodi, na kipindi hiki kitafikia mwisho tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo hivyo wote ambao wanafanya biashara wamekadiriwa kodi, basi wanatakiwa kulipa kodi yao ya awamu ya pili kwa wakati ambayo kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6. Lakini pia kwa wale ambao hawakuweza kufika kufanya makadirio ya kodi kwa mwaka wa fedha 24-25, basi tunawakumbusha waweze kufika kwa sababu kipindi cha makadirio kilisha tangu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025. Lakini pia kwa wale ambao wana madeni ya kodi mbalimbali, basi tunawakumbusha waweze kufika katika ofisi ya meneja wa mkoa, mameneja wa wilaya zetu, ili waweze kuweka makubaliano ni jinsi gani watalipa kidogo. Na baada ya makubaliano hayo, basi wanao wajibu wa kuweza kutekeleza makubaliano kwa kulipa kiasi walichokubaliana na muda waliopanga. Lakini kingine basi ni wafanya biashara walipa kodi kwamba leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 6, kwa wale ambao wanahusika kulipa kodi ya mishahara kwa wafanyakazi yani pay pamoja na SDL, basi wajue wana wajibu mkubwa wa kuwasilisha ritani ya kodi hizo kabla au mnamo tarehe 7 ya mwezi huu. Kwa hiyo takriban wana siku 4 tu za kuwasilisha ritani hiyo. Lakini pia wale ambao ni mawakala wa serikali wanaikusanyia serikali kodi ya ongezeko la thamani yani VAT, basi na wao tunawakumbusha kwamba wanatakiwa kuwasilisha na kulipa kodi ya ongezeko la thamani si zaidi ya tarehe 20 ya mwezi huu. Lakini pia tunawakumbusha wale ambao wanajikadiria kodi, basi wajue kwamba wanatakiwa kuwasilisha ritani yao ya mwisho ya mapato kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo hao wana siku takriban 27 ili waweze kutimiza jukumu lao la kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato yao ya mwaka 2024 kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6. Lakini pia niendelee kuwakumbusha kwamba msingi wa kodi ni mauzo, mzunguko au faida. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kuwajibika katika nafasi yake kutunza kumbukumbu za mauzo yake, lakini pia matumizi ya biashara yake ili sasa aweze kulipa kodi ambayo ni sahihi. Na moja ya namna ya kutunza kumbukumbu hizo ni kuweza kudai risiti halali kwa kila manunuzi unayoyafanya, lakini pia kwa wauzaji kutoa risiti halali kwa kila mauzo tunayoyafanya. Ili mwisho wake wewe uweze kulipa kodi ambayo ni sahihi, kwa sababu kumbukumbu zako za biashara zitakuwa zinajulikana. Lakini pia kwa wale ambao wanaendea hesabu za biashara, basi wanatakiwa kutunza kumbukumbu za mauzo yao, na tunawakumbusha kwamba matumizi ya biashara ambayo yatakubalika ni yale ambayo yatakuwa na risiti za EFD. Kwa sasa kama umenunua, basi kumbuka kudai risiti ili unapofanya mapato na matumizi, basi matumizi yatakayokubaliwa ni yale yenye risiti ya EFD ili ulipe kodi yako kwenye faida. Kwa hiyo kila mmoja akiwajibika katika upande wake kwa kudai na kutoa risiti halali, basi tunaweza tukafikia kulipa kodi sahihi, kwa sababu risiti ni ulinzi wa bidhaa yako. Kinachokupa umiliki wa bidhaa hiyo ni risiti yako ya bidhaa. Kwa hiyo kama ukinunua ukapewa bidhaa bila kuwa na risiti, hauna umiliki. Hata hiyo bidhaa inapopotea au kuibiwa, umiliki wake unakuwa hauna. Kwa hiyo wote tuwajibike, kila mtu katika nafasi yake ili aweze kupata risiti halali. Risiti halali sisi kwa mamlaka ya mapato Tanzania ina vigezo vikuu vitatu. Cha kwanza, inatakiwa kuwa na jina au TIN namba ya mnunuzi, inatakiwa kuwa na kiasi sawasawa na fedha uliyoitoa, lakini pia inatakiwa kuwa muda ule umepata huduma au umenunua. Usinunue leo tarehe 3 ya mwezi wa 6 ukapewa risiti ya tarehe 2, hiyo sio halali. Kwa sababu kama unavyojua kodi hizi ambazo zinakusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania ni kwamba ndo chanzo kikubwa cha mapato ya serikali. Kwa yale yote tunayoyahitaji kutoka kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayoiongoza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, inawezekana kwa Watanzania wote kulipa kodi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo yale yote ambayo tunayatamani kuyaona yanawezekana, lakini kila mtu akitimiza wajibu wake wa kulipa kodi kwa wakati kwa kila anachotakiwa kukilipa.